Bana, mara nyingi Mange Kimambi ni moja kati ya mtu ambaye anatoaga taarifa zake kwa watu fulani ambao wanakuwa wanamzunguka mtu huyo, lakini pia watu hao pia wamekuwa na misingi ambayo ni ya utafutaji wa kifedha, kwamba wanampa taarifa Mange Kimambi na mwisho wa siku Mange Kimambi analinda ID zao, na baada ya kulinda zile identity zao baada ya muda mfupi basi anaweza kutoa taarifa hiyo. Hasa katika siku ya leo basi ameweza kufujisha moja kati ya taarifa ambayo mpaka kwa muda huu basi imeweza basi kuwashangaza watu wengi sana ambao basi wanafuatilia page yake ya Instagram mpaka muda huu. Sasa alikuwa katika siku ya leo alikuwa anajaribu basi kuambia basi Watanzania nini ambacho kinaweza basi kikawa kinamsumbua Wastara, ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa akifanyia mahojiano na watu mbalimbali na media mbalimbali zimekuwa zikifanya mahojiano naye, lakini pia mwisho wa siku media hizo basi zimekuwa zikiposti taarifa hizo katika mitandao ya kijamii, na baada ya kuposti taarifa hizo katika mitandao ya kijamii basi zimekuwa basi zikiwa zina uhitaji kwamba watu baadhi ya mastaa basi waweze kumfikia pale, na mara nyingi ameonekana kwamba akiwa analia na kuonyesha maumivu ya wazi kwamba anahitaji basi watu waweze kwenda kumfikia, kwenda kumuona. Sasa kwa namna ambavyo alikuwa analia, watu wengi wakawa wanasema kwamba yawezekana kwamba alikuwa na magonjwa ambayo ni makubwa sana, na mwisho wa siku baada ya kilio chake alikuwa anahitaji watu angalau waende kumsalimia basi, na mwisho wa siku akaongelea swala zima kama akifa na maneno mengine mengi ambayo yalikuwa ni ya kutia uchungu. Sasa baada ya video yake kuweza kusambaa basi serikali iliweza kuingilia kati. Baada ya muda mfupi basi akapelekwa Mloganzila kwa ajili ya kwenda kupatiwa matibabu. Sasa leo Mange Kimambi katika ukurasa wake wa Instagram na kusomea kile ambacho ameweza kukiandika, anasema kwamba if my name was not mentioned in this video, despite me as a liar, I would have minded my own business. Yani labda kama jina langu lisingetajwa katika video hii basi, au lisingekuwa limetajwa katika video hii basi, mimi ningeendelea tu na mambo yangu mengine na nisingeongelea video hii ya kwake Wastara, wala hata katika neno moja au lingine lile, ningeweza kudili na mambo yangu mwenyewe binafsi. Sasa katika siku hii ya leo ameweza kuchimbua huko, sijui nani ambaye amempa taarifa mpaka muda huu, na ameweza kuchapisha katika ukurasa wake wa Instagram kwa kina nini ambacho kinaendelea katika maisha ya nguli huyu hapa hivi na msanii huyu hapa wa Bongo Movie. Mpaka kwa muda huu ameweza kuandika kwamba hivi: ndugu zangu, hapa chini ni message waliotuma serikali kutoka Mloganzila kuhusu mgonjwa wa rais, akamtaja pale jina lake Wastara. Kwa kifupi wanasema aumwi kitu cha kumfanya ajilize hivyo na kujilaza kitandani. Maana ameandika kwamba kujiliaza kitandani, akaweka emoji 3 za kucheka kwamba anacheka hichi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Baada ya hapo, ila nilicheka walipompeleka Mloganzila. Yani yeye Mange Kimambi alicheka sana walipompeleka Mloganzila mwanamke huyu ambaye kwa hivi sasa basi tunamfahamu kama Wastara. Na baada ya hapo anachojaribu tena kukiongea ni kwamba yani nilijua pale Wastara lazima anune, mwenzao wanataka apewe cash aende zake India, wao wanampeleka Mloganzila. Mloganzila inabidi wamruhusu tu arudi nyumbani maana haumwi. Yeye dada yenu nikiwaambia kitu mnielewe, mgonjwa ana nuru, skini ina glow kushinda sisi wazima. Mgonjwa kwa afya yake tu unaona anakula milo si chini ya 5 kwa siku. Jamani, wagonjwa wako hospitalini huko wananyweshwa uji, sio kuita wanahabari majumbani. Bana, kuna namna kabisa hapa kama vile kuna pointi, ila Wastara angekuwa mkweli tu na CCM angewaambia tu mwaka wa uchaguzi huu mnakula hela wenyewe na mimi nipeni changu. By the way, kampeni ya uchaguzi zikianza atakuwa mzima wa afya na kukimbia nchi nzima na wenzie. Hii inaonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo Mange anajaribu kuonyesha kwamba inawezekana kampeni zitakapoanza basi Wastara naye atakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye ataanza kuwepo katika kampeni za hapa na pale, ikiwa na kama ishara kama ana tafuta ulaji, na jina lake limeweza kutajwa katika video hii, na ndio maana basi ameamua kusimamia jambo hili kwa kina na kuchunguza nini ambacho kinaendelea. By the way,
hayo mavipimo aliyofanyiwa, sijui MRI, sijui CT scan. Wa Tanzania wanahangaika kwa afford hivi vipimo, leo mtu anafanyiwa bure kisa chawa na wala havihitaji vipimo hivyo, ila wanaovihitaji serikali haiwasaidii wapate. Akaandika pale MHE NW mgonjwa tumemruhusu leo, ameonwa na timu ya madaktari wa neurology and gastroenterology na amefanya vipimo vyote walivyohitaji madaktari. Majibu ya vipimo vingi yako normal except OGT imeonyesha gastric na MRI na CT scan imeonyesha some classification inayotokana na ajali aliyopata miaka ya nyuma. Hii ikiwa na maana kwamba katika siku ya leo majibu yanavyosema kwamba yako normal, yani yapo kawaida, vipimo vingi ambavyo vimeweza kufanyika ilipo kawaida, except yani amejaribu kusema kwamba isipokuwa OGD imeonyesha gastric na MRI CT scan imeonyesha some classification, yani kama kuna vitu ambavyo basi vimeweza kujielezea inayotokana ile iliyoweza kusababishwa na ajali aliyoweza kupata katika miaka ya nyuma. Yote hii sio major issue kama ambavyo inaonekana kwenye social media, na ameanzishiwa dawa na amefanyiwa counseling akiwa na ndugu zake. Ameruhusiwa jioni ya leo na atarudi kwa follow up tarehe 5 Juni. Hii ikiwa na maana kwamba kuna mtu ambaye ameweza kuvujisha data hizi ambazo ni za hospitali. Lakini sasa hapa kuna mmoja kati ya mtu wa Dr. George Mtika anasema daktari aliyetoa hizi habari amevunja sana kosa kubwa sana la usiri na taarifa za mgonjwa, pure medical ethics. Yani kabisa hili hapa ni jambo ambalo katika watu ambao wamesoma ethics za medical, hii hapa ni pure kabisa, kwa sababu unafundishwa chuoni kule ethics, tena baadhi ya masomo kabisa ambayo yako katika mtiririko ambao unapaswa kabisa upate max ili uweze qualify, lakini bado confidentiality, ethics and confidentiality ni somo ambalo linazingatiwa sana katika kada ya afya. Lakini kwa ujumla mpaka hapa sasa hivi ninavyoona waambea ni wengi sana, watu wanatafuta hela kupitia mishe hizi hapa ni nyingi sana hapa. Kwa hivi sasa katika generation ya sasa hakuna wafanyakazi wa afya, bali kuna watu wanataka kupata pesa kupitia afya. Kuna watu ambao katika afya wanatengeneza pesa kupitia taaluma hiyo. Kwa hiyo Dr. George Mtika anasema we naye, kwa hiyo waliompa msaada wasiambiwe serikali imempa msaada, ni yake kujua kama walimpeleka India akatibie au wampe hela za chakula. Bana, huyu hapa anajaribu kuandika sio kitu ambacho ni sahihi. Huyu anamuita choose cakes, sio kitu ambacho sahihi. Yani kwenye swala la confidentiality au paswi kupeleka taarifa za mgonjwa sehemu popote pale. Na hizi taarifa aliyoweza kuvujisha akiweza kupatikana, basi ana kesi kabisa ya kujibu. Ni kesi ambayo ni ngumu sana, na mgonjwa akiamua kushikilia akatoka kimaisha kupitia kesi hii, ana uwezo. Mawakili wakianza kuchunguza na kuja mwisho wa siku wakagundua nani ambaye alitoa taarifa hizi, aisee ni kizaazaa. Dr. George Mtika anasema kwamba mgonjwa kapatikana mtandaoni, lazima huyu anaitwa Bing Zili amemtagi pale Dr. George Mtika, mgonjwa kapatikana mtandaoni na lazima majibu yake yaje mtandaoni ili wananchi wajue maendeleo kama ilivyo kwa hao wagonjwa wote. Bana, sio vema. Bado mimi nazidi kubisha kwa hichi ambacho kimeweza kutokea. Bana, wewe unalipi la kusema kupitia hichi ambacho kimeweza kutokea? Lakini pia ninaamini kwamba ili jambo ambalo limetokea kwa upande wangu, naona kama kwamba aliweza kuvujisha ni kosa kubwa sana, na ambaye basi ameweza kumpa dada Mange taarifa hizi aisee kizaazaa hichi. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.